Habari ndugu mtazamaji wa MSTV, karibu katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na leo tupo katika eneo la Dole. Tumekuja kujifunza jinsi ya kupanda miche, na kusihi ndugu mtazamaji ungana nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi chetu. Usisahau kusubscribe channel yetu ili uwe mwanzo kupata habari zetu. Naitwa Haula Saidi, ni Production Development Manager katika taasisi ya MS Agriculture Service. Kama utuelezee hatua kwa hatua jinsi ya kupanda hiyo miche yetu. Sawa ndugu mtangazaji. Leo tupo katika ploti yetu ya 88 inayopatikana Dole. Leo tupo hapa kwa ajili ya kujifunza jinsi ya kupanda mche. Leo tutapanda mche wa herbs ambao tunaenda kuvuna majani. Mche huu tutaupanda kila baada ya sentimita 20. Mashimo yetu tayari yameanza kutayarishwa kwa kuchanganywa kwa mbolea ambayo tayari imewiva, pia tayari imeshawekwa na maji. Jinsi ya kutoa mche katika tray kuupeleka kwenye shamba, kwa namna nyingine tunaita transplanting. Mche ukiwa ndani ya tray ndio unakuwa vizuri kutoa, na ukiutoa unatakiwa upande pale ambapo umefika udongo, muda ambao upo nasari, na ule mche unatakiwa uzikwe mpaka pale ambapo kile kiudongo kilichokuwepo kwenye tray ndio uzikwe. Endapo utauongeza mpaka kwenye kigogo, mti utausababishia stress ambazo zitaenda kusababisha mche kudumaa, kigogo cha mche kuoza. Kwa hiyo lazima uzingatie kwenye upandaji, unakipanda hichi kiudongo tu ambacho unatoka nacho kwenye tray. Lazima space ya kigogo uiache kama inavyokuwa ili kuzuia kuoza kwa mche. Hapo kuna swali nataka nikuulize. Katika tray tunaona kwamba inakuja tray ambayo miti mingine ni mikubwa na miti mingine ni midogo. Je, katika upandaji wa miche yote ambayo unataka uipande, au unataka uchague ile mikubwa tu, midogo iache kwanza ikue, au vipi? Miche yote inakuwa kwenye tray moja, tumeiatika kwenye siku moja. Kwa hiyo labda imetofautiana kwenye urefu kutokana na ile kuwa inakaliana, kwa hiyo inasababisha ile kufanya competition ya kwenda juu, labda kutafuta light. Kwa sababu kwenye kitalu ndo kawaida zinakuwa zinatafuta light, kwa sababu maji yatakuwa ni sawa, lakini kwenye competition ya kwenye kitalu kubwa inakuwa kwenye light. Kwa hiyo lazima mingine itakuwa ni mirefu, mingine itakuwa ni mifupi, hasa kwa ile miti ambayo inajitawanya, miche ambayo inajitawanya. Kwa hiyo tukiona kama kwenye tray yetu hii kuna miche ambayo ni midogo na mingine ni mikubwa. Hii midogo ilizuiwa kutokana na miche ambayo ilikuwa pembeni yake ni mirefu. Kwa hiyo hii ikasababisha kuwa imedumaa. Kwa hiyo wewe unaenda kwenye shamba lako unaangalia ile kitu gani ambacho unakitaka. Kwa mfano miche ambayo utaichukua, kwa mfano utachagua kwamba mimi nitachukua hii mikubwa yote ndo nitaipanda mwanzo, alafu hii midogo nije niweke kwa ajili ya kurejeshea, kwa sababu ukiipa kwenye wiki tena itakuwa tayari imejifuta, kwa sababu ile ambayo mikubwa ilikuwa ikifanya kivuli tayari imeshatoka. Kwenye kupanda tunachagua mti ambao au mche ambao uko best, ndo tunaenda kupanda shambani. Ndio. Okay, tunajua hapa kabla ya kupanda huu mche wetu kulikuwa kuna mbolea ya samadi. Je, hii mbolea ya samadi inachukua labda muda gani kumaliza kufanya kazi yake katika huu mche? Sawa. Mbolea ya samadi kawaida haifanyi kazi kwenye mche. Mbolea ya samadi kawaida inaenda kutumika kwenye kurutubisha udongo na sio kurutubisha mmea. Mmea unaenda kurutubishwa na mbolea za viwandani ama fertilizer tunaziita.
Kwa hiyo sasa mbolea tunapoiweka hii ya samadi ambapo tunaiweka kwenye udongo huwa inakaa ya kuku inakaa kwa muda mfupi, yani itakaa tuseme kama kwa miezi miwili, inaweza kuwa bado ipo kwenye udongo ikawa inafanya kazi. Na hii inaondoka haraka kwa sababu hii ina nitrogen nyingi, nitrogen ambayo inaondoka na jua. Kwa hiyo jua likipiga iko umechanganya vibaya, kwa hiyo itaondoka haraka. Kama umechanganya vizuri basi itabakia kwa muda mrefu. Ila tukienda kwenye samadi ya ng'ombe au hawa wanyama wenye miguu minne, hiyo inakuwa inadumu kwa muda mrefu kwenye udongo. Kwa hiyo ile inaweza ikafika hata miezi 4, 5, 6, yani hata mwaka inaweza kufika. Ukiwa umechanganya tu vizuri basi inakaa kwa muda mrefu, kwa sababu decompose kwake na decompose kidogo, kwa hiyo inakaa kwa muda mrefu. Na hasa tunashauri sana utumie mbolea za wanyama wenye miguu minne kwa wale mazao ambayo yatakaa kwa muda mrefu. Ndio tunashauri sana kwa sababu ile ndio inakaa kwa muda mrefu. Ila kwa mazao ambayo tunavuna tu kwa muda mfupi, tunashauri sana tutumie mbolea au samadi ya wadudu aina ya ndege. Kwa mfano kuku, bata, kwa sababu ndio inakaa kwa muda mfupi na zao linakuwa kwa muda mfupi. Okay. Katika hili shamba nimeona kwamba imetengezwa miundombinu ya maji. Je, ina faida gani hasa hii miundombinu ya maji ambayo imetengezwa? Wakati isipo njia ambazo unaweza kutumia labda kumwagilia labda na njia nyingine, ina faida gani labda hii? Tunatumia hii miundombinu ya drip kwa kumwagilia kwa sababu inakuwa ni rahisi kwenye kufanya kazi na inapunguza ule muda wa kufanya kazi. Hata yani ikawa tuchukue keni tuanze kutia pamoja inachukua muda, lakini tukiwasha tu mashine ni moja kwa moja inamwagilia sehemu yote. Na pia tunatumia hasa miundombinu ya drip kwenye kumwagilia kwa ajili ya kupunguza maradhi. Maradhi mengi yanatokana na maji yanapokutana na udongo, kwa mfano maradhi ya fungus. Kwa hiyo kwa mfano maradhi ya early blight yanatokea kutokana na maji na michanga yanapogusa kwenye majani. Kwa hiyo tukitumia drip inakuwa hakuna ile kuruka kwa udongo na maji kwa pamoja. Kwa hiyo inaweza kutusaidia kupunguza ile kasi ya kuathiri kwa maradhi aina ya fungus. Okay, na hii drip inapowashwa tuseme labda inakuwa ina muda maalum ambao unatakiwa uwashwe, muda huu unatakiwa izime au every time manake unatakiwa iwe wazi? Hamna. Tunamwagilia maji pale mti unapokuwa una uhitaji wa maji. Okay. Pale mti ambapo unakuwa una uhitaji wa maji basi ndio tunamwagilia maji. Na muda mwingi tunashauri mtu amwagilie maji wakati lile jua lipokali, kwa sababu muda ule mti ndio una uhitaji wa maji. Kwa hiyo tunamwagilia muda ule, hata vile mti ukishatumia maji yake, hata ikifika muda wa jioni tayari maji yameondoka, kwa sababu mti unahitajika ulale na unyevu na sio na maji. Kwa hiyo tunashauri sana mtu aanze kumwagilia hii mida ambapo jua tayari limekaza, kwa sababu muda ule mche ndio una uhitaji wa maji, kuliko ukimwagilia asubuhi ukamwagilia na jioni, mche unaulaza na maji unapelekea kupanda kwa fungus. Lakini ukiulaza mche na unyevu tu, inakuwa mche uko kwenye mazingira bora zaidi.